Bwana apewe sifa. Ndugu dada, nimekuja mbele zenu tena mchana wa leo, siku ya Jumapili, kwa ajili kujadiliana neno pamoja kama dada, kuhimizana katika jambo hili tunalopitia katika kipindi cha magumu. Ili anajua Mungu ndiye anayeweza kila kitu yote. Unapopatia Mungu moyo wako, unapojitoa mbele ya Mungu na kuchukua nafasi ya kumtafuta Mungu, Mungu naye anakupigania katika hali yote utakuwa unaopitia. Kabla ya kwenda kuanza huduma wetu, tutakwenda kuanza na maombi, kisha tutaendelea, tutaangalia ile chakula yenye Mungu ametuandalia katika siku ya leo, siku ya Jumapili. Tuombe kwanza. Baba, naja mbele zako Yesu katika siku ya leo ya Jumapili. Nimeshimama hapa Bwana kama mtumishi wako Yesu, unitumie kama chombo kwa ajili ya kupeana neno yako ulioandaa katika siku ya leo Yesu. Na wale wote watakaonisikiliza, naomba Bwana waguse neno hili, liwe baraka kwao, liwabadilishe Yesu, kwa maana wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu unayetenda Bwana. Ninakuja kinyume cha nguvu zote za giza, nikiharibu mpango wa ibilisi katika jina la Yesu. Naomba upako wako Bwana, ulinzi wako Yesu uminike hapa. Roho Mtakatifu Bwana alinde sehemu hapa. Nguvu zote za giza Bwana tumeziharibu katika jina la Yesu. Damu yako Yesu iliyomwagika msalabani ituoshe, tusafishe, ituzingie Bwana. Tupiganie katika kipindi hichi Bwana, kwa maana tunajua ni wewe tu ndiye unatupatia ushindi, na wala hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Na wale wanaonisikiliza Bwana, waguse Yesu. Neno hili liwe baraka kwao Yesu Kristo. Neno hili libadilishe, litengeneze mahali kulikuwa kumebomoka, kutengemani Yesu, kwa maana najua ni wewe tu ndiye unayetengeneza yote. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini, amen. Asante Kristo. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu. Siku hii nasema asante, kwa maana bila Mungu hatuwezi jambo lolote. Ila leo tutakwenda kujadiliana jambo limoja kama ndugu, dada, kaka. Najua Mungu analo sababu kwa sisi kuwa hapa katika siku ya leo ya Jumapili. Katika siku ya Jumapili. Na Mungu ana sababu. Kwa maana ni wengi wamelazwa katika mahospitali, wangetamani kuona siku ya leo. Ni wengi wao katika vitanda, wangetamani hata kuamka, lakini hawakuweza kuamka. Si eti hawataki, lakini haikuwezekana. Ila Mungu amepatia afya katika siku ya leo. Umekuwa hapa, umenisikiliza, umechukua nafasi yako ya kunisikiliza. Kwa maana Mungu ana sababu. Siku ya leo kuna jambo lipya lenye utakwenda kupokea. Haleluya. Tutakwenda kusoma katika kitabu cha Yohana. Kuna historia fupi hapo ya rafiki wa Yesu, alikuwa anaitwa Lazaro. Najua hiyo historia watu wengi wameijua. Ila kichwa cha leo ni kwa ajili ya Mungu. Yesu ndiye jibu la mwisho. Yesu ndiye jibu la mwisho. Tutakwenda kusoma historia ya Lazaro, na pia tuangalie yale yenye Mungu ametuandalia katika siku ya leo. Haleluya. Tutakwenda kusoma katika lugha ya Kiswahili. Tutasoma katika Yohana. Tutasoma katika Yohana mstari wa 11. Yohana 11 kuanzia mstari wa 3. Tuteremke mpaka 6. Yohana 11 mstari wa 3 mpaka 6. Tusome katika jina la Yesu.
Hivyo hawa dada wawili walituma ujumbe kwa Yesu kumwambia, Bwana, yule umpendaye ni mgonjwa. Lakini Yesu aliposikia hayo, akasema, ugonjwa huu hautaleta mauti, bali umetokea ili kudhihirisha utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu apate kutukuzwa kutokana na ugonjwa huu. Pamoja na hivyo, ingawa Yesu aliwapenda Martha, Maria na Lazaro ndugu zao, baada ya kusikia kwamba Lazaro ni mgonjwa, aliendelea kukawia huko alikokuwa kwa siku 2 zaidi. Bwana apewe sifa. Tunaposoma hapa katika kitabu hichi cha Yohana, tunasikia Lazaro alipokuwa mgonjwa, dada zake walituma habari kwa Yesu kumjulisha kama rafiki yako ni mgonjwa. Lakini neno lenye Yesu alieleza wanafunzi, alisema ugonjwa huu hautaleta mauti, bali umetoka ili kudhihirisha utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu apate kutukuzwa kutokana na ugonjwa huu. Haleluya. Kweli tunapokuwa katika shida, tunapopatwa na magonjwa, tunapopatwa na shida fulani, tunataabika. Tunakosa hata mwelekeo. Kwa maana tunakosa tutaenda wapi. Lakini kila jambo linapotokea katika maisha letu liko na sababu. Ni mara nyingi hatuoni yale yenye Mungu anayotukingia katika maisha yetu ya kila siku, bali Mungu anakujua. Kabla haujanena jambo lolote, yeye anajua. Maisha yako anayaelewa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na hapa dada wa Lazaro walipoona kweli kaka yao ni mgonjwa, amezidiwa, wakamtumia Yesu habari. Lakini Yesu, kwa maana alikuwa anajua lile litakalotokea na ni kwa ajili ya utukufu, Yesu alibaki tena huko siku 2. Hakuenda direct, lakini alibaki tena siku 2. Tunapoendelea kusoma huko chini, tuangalie nini ilitokea hapo. Tunapoendelea katika kitabu kile cha Yohana hiyo mstari wa 11. Tunaposoma katika 11 mstari wa 17, unasema hivi: Yesu alipowasili huko, alikuta Lazaro amekwisha kuwapo kaburini siku 4. Yesu alikuwa anajua kama Lazaro kweli amekwisha kufa. Lakini macho yenye sisi tuko nao sisi ya kimwili hayawezi kutambua yale makuu yenye Mungu anayetuandalia huko mbele. Mara nyingi tunaona yale tumeona kwa macho, lakini yale ya kiroho hatuyaoni. Ninakwambia kama kila jambo tunalopitia liko na sababu. Na ni lazima ukae katika maombi, uwe na uwasiliano wewe na Mungu. Ndiye Mungu atakufunulia yale yenye yako ya macho ya kiroho. Atakufunulia uone yale yanayopitika katika ulimwengu wa sasa. Magonjwa haya tunayopitia sasa hivi, kweli tumechukua gonjwa hili kama mzigo. Tumechukua gonjwa hili la corona limekuwa kama mlima. Tunapotembea, mafikira yetu yote tumeyatia sasa katika haya magonjwa. Tumesahau kama kweli Mungu anaweza. Mungu ndiye ni yule leo, jana, kesho.
Yeye ni Mungu asiyebadilika. Yeye ni Mungu anayebadilisha hali ngumu inakuwa nyororo. Yeye ni Mungu anayeponya wagonjwa, anaoondoa magonjwa. Yeye ni Mungu anayebadilisha hali yako ijalishi hali yote unayopitia. Lakini unaporudi nyuma na kutambua kweli kama yeye ndiye mwenye uwezo, yeye ndiye mwenye mamlaka, unamkabidhi Mungu nafasi ya kuongoza maisha yako, na yeye Mungu anachukua usika, anachukua mkono wa mbele na kukuongoza na kukupigania. Lakini mara nyingi sisi tunajisahau, tunachukua ile shida tuko nayo tunaitia mbele. Tunasahau makuu ya Mungu yenye Mungu anaweza kutufanyia, Mungu anaweza kututendea. Mungu ni Mungu wa watu wote, ila kuna condition moja: wewe ni lazima ukae ndani yake, naye Mungu atakutendea. Ikiwa kuna tatizo lote la ndoa, ikiwa kuna tatizo lote la kifedha, ikiwa kuna tatizo lote la kazi, ikiwa kuna tatizo lote la magonjwa, lakini patia Mungu, eleza Mungu, jambo hili nimeleta mbele zako Baba, lishughulikie. Naye Mungu atachukua usika na atakushughulikia, atakupigania. Haleluya. Tunaendelea kusoma bado tunapoenda chini huko katika kitabu cha hicho cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Kwa maana katika kitabu cha Yohana mstari wa Yohana wa 11:38 na 40. Yaani Yohana mstari wa 11, Yohana 11 mstari wa 38, yaani 38 kwa Kiswahili kingine 40 kushuka paka 40, kushuka paka 40. Inasema nini tena? Yohana 38. Yesu kwa mara nyingine akiwa amefadhaika sana akafika penye kaburi hilo. Kaburi lilikuwa pango ambalo jiwe lilikuwa limewekwa penye ingilio lake. Yesu akasema, liondoe hilo jiwe. Martha ndugu yake yule aliyekuwa amekufa akasema, lakini Bwana, wakati huu atakuwa ananuka, kwani amekwisha kuwako kaburini siku 4. Yesu akamwambia, sikukuambia kwamba kama ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Haleluya. Mashaka. Tunapokuwa na mashaka mara nyingi sana tunazuia baraka zinazokuja mbele. Yesu alipomweleza Martha, kweli unaamini kama mimi ndiye ufufuo? Lakini Martha bado alikuwa na mashaka. Alikuwa na mashaka kama yale ya Thomas. Lakini akasahau kama Yesu wenye yuko hapo, Yesu wenye alikuwa naye hapo, yeye ndiye ufufuo na uzima. Yeye ndiye anayefufua, yeye ndiye anayepeana uhai, yeye ndiye anayeponya. Haleluya. Mara nyingi tunapokuwa katika matatizo tunakuwa na hofu na mashaka. Ondoa mashaka. Usiwe na hofu. Ujue Mungu unayemwamini, Mungu unayemuomba, yeye ndiye Mungu anayetengeneza, yeye ndiye Mungu anayeponya, atakaye kukinga na magonjwa haya yanayopiga dunia, magonjwa haya ya kasi yanayochanganya ulimwengu. Magonjwa haya yamekosa wataalamu kutafuta majibu, lakini Mungu anajibu kwa ajili ya maisha yako. Na lakini lazima ukae ndani yake, na kweli utaona makuu ya Mungu. Martha alipoona kweli, Yesu alipomwambia ondoa lile jiwe, alisema, Bwana,
amekaa sasa kaburini siku 3 hili, siku 4, amenuka. Kwa maana yeye aliona haiwezekani kweli mtu amekaa kaburini katika siku 3, kweli tuende tutoe tena jiwe, atakuwa amenuka kiasi gani? Lakini nataka kueleza katika siku ya leo, haijalishi hali unaopitia. Pengine umekuwa umeenda kanisani, unaingia kanisani kila siku, lakini bado haubadiliki. Ndani yako una uzima, ndani yako tayari Mungu amekubadilisha, lakini nje sasa hali yako ya kiinje haijabadilika. Tabia ni zile zile za machoro, tabia za kusengenyana, tabia za uzinzi, tabia za kunywa pombe, tabia za kuvuta, tabia za wanawake. Au jabadilika, yani bado huko na zile tabia za zamani. Lakini jibu ya leo, neno la leo limekuja kwako leo kwa ajili ya kubadilisha. Badilika ndugu, badilika. Chukua sasa msimamo kwa ajili ya maisha yako. Usijione wewe ni shujaa. Mashujaa wote tuliwajua katika Biblia wamekwisha. Wale tuliwajua duniani wote walikuwa mashujaa, marais mashujaa, lakini wote walipita, maana yote ni mapito. Lakini neno la leo limekuja kwako kwa ajili ya chukua mwelekeo mwingine. Katika kipindi hichi tunachopitia, ni kipindi cha kukufanya wewe imani yako isiende chini, bali imani yako ikomae sasa iende juu. Chukua muda, mtafute Yesu. Haijalishi shida yote unayopitia, lakini unapopatia Yesu shida yako, naye Yesu atazidi kukupigania. Haleluya. Tunaendelea mbele tena katika kitabu hicho cha Lazaro. Katika kitabu hicho cha Yohana, tunafuatilia hiyo story ya Lazaro. Hicho kitabu cha Yohana 11:43, yani 43. Baada ya kusema haya, Yesu akapaza sauti yake, akaita, Lazaro, njoo huku. Yule aliyokuwa amekufa akatoka nje, mikono yake na miguu yake ikiwa imeviringishwa vitambaa vya kitani na leso usoni pake. Yesu akawaambia, mfungueni, mwacheni aende zake. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alipofika hapo, aliita, Lazaro, Lazaro, kuja. Lazaro akatoka nje alikuwa amefungwa. Ndani yake alikuwa tayari amepokea uponyaji. Ndani yake alikuwa tayari amekuwa tayari mzima, amepokea tayari uhai. Lakini jambo lingine la kushangaza, alikuwa amefungwa na zile shanda zenye umefunga mtu kama mtu amekufa, zile manguo zenye huwa wanafunga mtu kabla wamtie katika kaburi. Alikuwa amefungwa na zile shanda, angeweza kujifungua mwenyewe. Ndipo Yesu akaeleza watu walikuwa pale, akasema, mfungue na aende. Nakuja kueleza dada, umefungwa pia na shanda. Maisha yako umejaribu huku ufanikiwi, lakini ujue ni lazima zile shanda zimekufunga zifunguliwe. Zile shanda zinazokuzuia baraka yenye uko nazo ni lazima zifunguliwe. Ni lazima uende kwa mtumishi akuombee, akufungue zile shanda. Au uwezi ukajifungua wewe mwenyewe, unahitaji maombezi, unahitaji waombezi, unahitaji mtu atakaye kufungua, kupatia ukombozi kwa ajili ufunguliwe zile shanda, uwe huru. Biblia inasema, chochote tutakazokiita, chochote tunachokihitaji kwa jina la Yesu, naye atajibu. Pengine unapitia shida katika familia yako, watoto hawaeleweki, jamii yako inaelekea kusambaratika,
magonjwa yanawapiga yasiokuwa na tiba. Umejaribu kutafuta msaada lakini haupatikani. Umejaribu kazi, haipatikani. Umejaribu, unapata pesa, zikiingia kwa mikono zinakimbia kama moto. Lakini nikueleze, kuna vifungo. Na vifungo hivyo ni lazima uombewe. Ni lazima ufunguliwe. Lazaro alitoka kaburini, alikuwa amefungwa. Alikuwa tayari amepata uhai, alikuwa tayari amepata uponyaji, alikuwa tayari amefufuliwa kutoka wafu, lakini bado jambo la ajabu, alikuwa amefungwa na shanda. Shanda zilikuwa zimemzingira yote. Yaani na zile shanda alikuwa amefungwa hivi, angeweza kujifungua yeye mwenyewe. Ndipo Yesu akasema, kweli, mfungue na aende zake. Mfungue. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili, unaposoma katika Wakorinto wa pili, utaona nini, tusome nini natueleza hapo katika Wakorinto wa pili. Kitabu cha Wakorinto wa pili. Tunaposoma katika Wakorinto wa pili mstari wa 5:17, inasema hivi. Wakorinto wa pili mstari wa 5:17 inasema, hebu tusome. Kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ukiwa ndani ya Yesu, umekuwa kiumbe kipya. Ya kale, tabia zote za zamani zimekwisha, zimebadilika. Unaporudia tena katika masengenyo, unaporudia tena katika uzinzi, na unasema bado uko na Yesu, unaenda wapi? Maisha yako ni lazima yabadilishe. Chukua mwelekeo mpya. Naye Mungu atakutembelea. Utapata ufunuo. Mungu atakuongelesha katika ndoto. Lakini kitu tunayohitaji ni wewe tafuta mshimamo. Tafuta mshimamo. Maisha yako ni lazima yabadilike. Haleluya. Maisha yako ni lazima yabadilike. Kwa maana unaposema, unapotambua, unapokiri kwa mdomo wako kama Yesu ndiye mwokozi wa maisha yangu, na unampokea Yesu ndani yako, ni lazima ubadilike. Tabia zako ni lazima zibadilike. Inasema hivi katika kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Yani yule mwili wa zamani, ule mwili wa dhambi umeisha, umebadilika. Umekuwa sasa na tabia ya kusoma Biblia. Umechukua sasa ingine mwelekeo wa kumuomba Mungu. Umechukua sasa mwelekeo wa kumtumainia Mungu kama yeye ndiye kimbilio yako. Biblia inasema akiwa upande wetu, nani atakayetushinda? Kwa maana yeye ana uwezo, yeye ni Alfa na Omega. Yeye anajua maisha yetu kuanza mwanzo mpaka mwisho. Jambo lolote tunalolifikiria, yeye analijua. Na kuja mbele zako dada, kaka, katika siku ya leo, badilika. Tafuta maisha yako ya mbele. Kipindi hicho tunachopitia kisiwe bure, bali iwe kipindi cha kuinua wewe katika imani, cha kubadilisha hali yako ya kale iwe hali mpya. Maana roho mbili haziwezi zikaenda pamoja. Hauwezi ukatumikia Yesu na utumikie shetani kwa saa moja. Haitawezekana. Ni lazima utangaze mshimamo siku ya leo. Mahali tunapoelekea ni kubaya. Dunia inapoelekea mwisho. Ikukute uko na mshimamo gani? Isikukute uko unatangatanga au na mshimamo, unakuwa kama popo. Wewe si ndege, wewe si nyama. Uko wapi? Uko wapi? Tangaza mshimamo wako katika siku ya leo. Neno linakuja ili kwa ajili ya kubadilisha. Kweli una huduma ndani yako. Mungu anaona kuna huduma ndani yako.
Mungu anaona kuna kazi anataka kutumikisha wewe kwa ajili ya kutangaza injili yake, lakini bado umetia roho ngumu kama mawe, hautaki kubadilika. Badilika. Mungu anataka kutumikisha. Chukua msimamo wako leo, amua. Usisubiri wakati imekuwa mgumu ndio uanze tafuta watumishi wa Mungu wakuombee. No. Mungu anapokupatia pumzi, bado unapumua, unaongea, unaamuka, unafanya shughuli zako, tafuta Mungu. Naye Mungu atakujibu. Tunasoma katika kitabu cha Wagalatia mstari wa 5:17. Tuangalie inasema nini huko. Inasema, kwa maana mwili hutamani yale yaliyo kinyume na roho, nayo roho hutamani yale yaliyo kinyume na mwili. Roho na mwili hupingana, na kwa sababu hiyo hamwezi kufanya mnayotaka. Haleluya. Roho na mwili haviwezi vikaendana pamoja. Roho Mtakatifu na yale unaotenda ya kimwili hayawezi yakaendana pamoja. Ni lazima utangaze msimamo wako. Huko wapi katika siku ya leo? Unasubiri nini ndugu? Neno hili linakuja kwa ajili ya kubadilisha. Lazaro alikuwa kweli amefufuliwa, lakini alikuwa amefungwa na zile shanda za zile walimfunga wakimzika nayo. Alipofufuka, lakini alikuwa amefungwa, angejifungua mwenyewe. Lakini leo nakuja kueleza ndugu, neno linakuja hili kwa ajili ya kuweka wewe huru. Tangaza msimamo wako leo, na kweli utaona makuu ya Mungu katika maisha yako. Zile shida unazopitia zitakwisha, lakini jambo la muhimu ni lazima tafuta uhusiano na Mungu. Mtumishi wa Mungu akuombee kwa ajili upate kufunguliwa. Jambo unalopitia usilione ni jambo la kawaida. Mara nyingi tumechukulia jambo nyingi kama la kawaida. Tumechukulia magonjwa yanayokujia kama ni ya kawaida, lakini magonjwa mengi ni ya kishetani. Yote ni ya kishetani. Lakini unapokuwa katika Mungu, neno la Mungu ndani yake anakufungulia, anakuonesha jinsi unaweza ukapigana na gonjwa hili linalotokea. Utafanya haja kwa ajili ya kupigana nalo. Kama ni kufunga, utafunga. Mungu anakupatia instruction, Mungu anakupatia mwelekezo, wewe ukiwa na connection naye. Hauwezi ukasema wewe ni Mkristo na hauna connection na Mungu. Connection ni lazima sana. Mawasiliano na Mungu ni lazima sana. Unapokuwa na relation, unapokuwa na mawasiliano na Mungu, unapokuwa rafiki wa Mungu, unapokuwa na mawasiliano naye, kweli naye anakufunulia siri za ndani zenye unaweza ukapitia kwa ajili ya kushinda vita. Siku ile ya leo usichukue siku ya kawaida. Neno hili limekuja kwa ajili yako wewe. Kwa ajili yako wewe ndugu. Tangaza msimamo. Tangaza msimamo sasa. Maisha, usiyachukulie maisha ni raha tu na kufurahi, lakini kila jambo lina mwanzo na lina mwisho. Badili tabia zako za masengenyano, badili tabia zako za ukahaba, badili tabia zako za kukunywa pombe, badili tabia zako za kuvuta, badili tabia zako za matukanano, badilika. Mungu anataka kubadilisha. Kama alibadilisha Paulo akakuwa Saul, na wewe pia anaweza akakutumia, akakufanya pia kiumbe kipya, na akakutumia kwa ajili ya kutangaza injili yako. Neno limekuja kwako dada, badilika. Kaka, badilika. Ndugu, badilika.
Lile shanda unaokuwa nje ndani ya umebeba mzigo nje, liondoe. Ukae sasa huru. Yesu akutumie, akutumikishe kama chombo kipya. Haleluya. Badilika. Ninakuja naelekea katika kipindi ya kumaliza. Ilikuwa neno hili kwa ajili ya kuhimiza tubadilike, kwa ajili twende mbele. Mungu atutumie. Chukua sasa muda, ule muda wenye unachukua katika kuangalia mavideo, kuangalia, kufanya chatting ya kwa simu. Chukua kipindi hicho, kipee Mungu, soma Biblia. Naye kweli utaona Mungu atakushindia, atakupigania. Tunakwenda kumaliza kipindi hichi. Najua umechukua msimamo dada, kaka, katika siku ya leo. Chukua msimamo, tangaza msimamo wako. Haleluya. Naye Mungu atakupigania katika kipindi chote utakapopitia, cha financial, kwa kihela, cha kiafya, cha kijamii, cha familia. Atakupigania ikiwa wewe mwenyewe utatangaza msimamo wako. Naye kweli Mungu atasimama na wewe, atakuwa na wewe wakati wote, kama vile alimweleza Musa, niko katika kipindi hichi. Walipokuwa Misri, Mungu alikuwa yuko nao kutoka Misri mpaka kwenda jangwani. Alitembea nao usiku na mchana. Alifanya usiku ukangaa, mwezi ukaangaa kabisa, ukaangaa kama mchana. Maana alitembea nao. Katika vita vyote walipitia Misri, Mungu alikuwa naye. Alisema, niko na wewe, sitakuacha. Mimi nakwenda kueleza leo, neno linasema kama Mungu yuko na wewe, Yesu yuko na wewe, lakini jambo la muhimu ni wewe leo utangaze msimamo yako. Tunakwenda kuomba pamoja na utangaze msimamo. Ukiri ndani yako, Mungu akubadilishe. Tabia uko nazo zibadilike, na kweli utaona makuu ya Mungu. Yale unasema yawezekani, yatawezekana. Milango inayofungwa itafunguliwa kwa ajili yako. Haleluya. Hebu twende tuombe. Baba, nakuja mbele zako Yesu Kristo. Najua wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo. Neno hili Baba limekuja kwa ajili ya watu wako Yesu, kuwabadilisha. Nami nimesimama hapa kama mtumishi wako Yesu. Umenitumia kama chombo kwa ajili ya kupea neno hili siku ya leo ya Jumapili. Neno hili liwe baraka, libadilishe tabia zao, zibadilishe, zilete mafanikio Bwana kwa ajili ya watumishi wako wanaosikia neno hili. Ni wengi wamefungwa Yesu, wamefungwa kimwili, wamefungwa kiroho, wametia roho zao zimekuwa ngumu kama mawe, haujulikani wako wapi Yesu. Uwaguse Yesu Kristo. Leo watangaze msimamo Yesu. Wako wapi? Wasiye maji baridi wala moto, bali naomba Bwana watembelee katika siku ya leo, wabadilike. Neno hili lizae matunda ndani yao Yesu, wakujua wewe ni Mungu. Imani zao zibadilike, wakutafute wewe, wajue bila wewe Bwana hakuna mwingine. Bila wewe Yesu hakuna mwingine. Nimekwenda kuvunja sasa nguvu za giza zote zinazowafunga katika jina la Yesu. Magonjwa yasiokuwa magonjwa ya kiasili, magonjwa ya ukoo, ya magonjwa ya kurithi, magonjwa ya diabetic, magonjwa ya kansa, ya saratani, magonjwa mengine yasiokuwa na tiba, nimekwenda kuyaharibu katika jina la Yesu. Kwa maana najua ni wewe tu ndiye Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Mungu unayetupigania. Hakuna Mungu mwingine tunayemtegemea bila wewe Baba. Na ukabidhi mbele zako Baba, na wakabidhi mbele zako Yesu, kwa maana najua ni wewe tu ndiye mweza yote unaotupigania Yesu. Wape ushindi, gusa mioyo zao Baba, wabadilishe Jehova, wajue bila wewe hakuna mwingine. Ushindi tunautoa kwako, si kwa mwanadamu, si kwa yoyote, bali ushindi Baba twautoa kwako, kwa maana wewe ulikufa msalabani kwa ajili ya sisi Bwana, ukaondoa dhambi zetu zote Baba. Damu yako Yesu ituzingire, ituongoze. Damu yako ya zamani Yesu iwazingire, iwaguse Yesu, iwabadilishe. Gusa financial zao, gusa uchumi wao,
Gusa magonjwa yao Baba, badilisha. Nimesema magonjwa yote sasa yapone katika jina la Yesu. Nimevunja mioyo yote Bwana. Mahali kulikuwa kumeharibika, rekebisha Yesu. Ikiwa ni mambo ya familia, rekebisha Jehova. Najua ni wewe tu ndio tegemeo letu. Wewe unatupatia siri ya mbinguni Baba. Utazidi kupigania watu wako Jehova nisi. Utatufunika katika kipindi hichi. Magonjwa haya yatatugusa kama Jehova. Maana wewe ni Mungu mwenye nguvu, unayetujua Yesu Kristo. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Ninasema asante Yesu. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini katika machache haya Bwana. Amen. Tangaza Baba. Sema asante sana kwa kunifuata katika kipindi hichi kidogo cha kuhimiza wewe kaka, dada. Mungu azidi kubariki na uzidi kubadilisha msimamo wako. Badilika, chukua maisha yengine mapya sasa. Yale ya zamani yaache. Na kweli utazidi kuona mkono wa Mungu. Ubarikiwe sana katika siku ya leo. Amen. Acha hivyo.